For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Freedom by design. Uhuru wa kutengeneza. Freedom by design. Uhuru na utengeneza. Uhuru ni swala la mtu binafsi, sio la kikundi cha watu. Ni mtu naamua kutafuta uhuru kwenye eneo fulani katika maisha yako. Na nirudi nyuma kidogo, kwenye huduma tuna kalenda ya mwaka, tuna kalenda ya mwaka. Hii kalenda yetu, tuna kalenda ya mwezi, hatutumii kalenda za kawaida. Tuna kalenda ya mwaka. Januari kuna jina lake, mwezi wa 2, wa 3, wa 4 mpaka 12. Mungu alitoa namba, alisema siku ya kwanza mpaka siku ya 7. Akusema Jumatatu wala Jumamosi wala Jumapili. Ni watu wameweka majina. Mungu alitoa namba. Mungu akatoa mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, watu wakaweka majina. Sasa sisi pia tumeweka majina yetu. Mwezi wa kwanza tutumie Januari, tunatumia vision, ni mwezi wa maono. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili ni mwezi wa kibali, favor. Mwezi wa 3 ni mwezi wa uchumi, tunaongelea swala la uchumi, economy. Mwezi wa 4 ni mwezi wa speed, yani kuharakisha vitu, kwa sababu unakuwa mtu yuko slow, vitu havitokei. Kitu ambacho unakuwa ukitafuta kwa miaka 20 unakipata kwa mwaka mmoja. Speed. Kama ni mwezi wa eagle, ndege eagle, ile tai, ni ndege anakwenda kwa speed sana. Mwezi wa 5 ni mwezi wa nyota, kujua nyota yako. Ni kwa nini maisha yako kama jinsi yalivyo, unakuta nyota yako imetiwa giza. Tunafundisha kupitia neno la Mungu. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kingdom, kutafuta ufalme wa Mungu. Ni mwezi wa kutafuta ufalme wa Mungu. Mwezi wa 7 ni mwezi wa uhuru, kuwa huru katika kila eneo la maisha yako, freedom. Mwezi wa 8 ni mwezi wa trust, mwezi wa kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu, kutegemea Mungu katika kila jambo. Mwezi wa 9 ni mwezi wa mavuno. Hata mtoto anazaliwa baada ya miezi 9. Kila miezi 9 Mungu ametumia namba 9 kwa vitu vingi sana. Mwezi wa 10 ni mwezi wa courage, kujitia moyo. Ni mwezi wa kujitia moyo kwamba unaweza. Mwezi wa 11 ni mwezi wa kutoa shuhuda. Mambo ambayo umeyafanya tangia Januari, naanza mwezi wa 11 unatoa shuhuda kumshukuru Mungu kwa yale matendo makuu aliyofanya. Mwezi wa 12 ni mwezi wa neema. Kumshukuru Mungu nikupa neema ya kumaliza mwaka na umefanya mambo mengi. Kwa hiyo ni kalenda yetu ya mwaka, majina ambayo tunatumia. Kwa hiyo mwezi wa 7 tunaongelea swala la uhuru, freedom, namna gani unaweza kuwa huru kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye maisha kwa ujumla. Kwa hiyo siku ya leo jana tuliangalia eneo la uhuru, freedom katika biashara na katika maisha. Leo tunaangalia uhuru wa kutengeneza, freedom by design, uhuru na utengeneza mwenyewe. Utajuaje uhuru na utengeneza mwenyewe? Mandela alitengeneza uhuru mwenyewe, hakutengeneza na kikundi cha watu. Huwezi kwenda safari na grupu la watu, unakwenda wewe mwenyewe kwanza kwenye akili yako, kwenye moyo wako, alafu unatengeneza uhuru, alafu ndio unaenda kufanya movement. Kina Martin Luther King, kumwangalia Nyerere, alitengeneza uhuru kwenye akili yake, akajua atafanya nini aweze kupata uhuru. Ukiangalia rais wa Uganda Museveni, alitengeneza uhuru kwenye akili yake, akaenda msituni akachukua nchi. Kagame akaenda msituni, wa Rwanda akaenda msituni, Burundi, tuko pamoja. Walitengeneza nini? Uhuru. Sasa kuna eneo ambalo nataka tuliangalie kwa kina sana, ambalo linasema uhuru ni kifo. Uhuru nini? Ni kifo. Lazima uchague kufa. Usipochagua kufa utakaa uhuru. Mandela alichagua kufa, Kagame alichagua kufa, Museveni alichagua kufa.
wanajeshi wote ambao wanaenda jeshini wanachagua nini? Kufa, wanakuwa huru. Sasa kama hujachagua kufa, unataka upate uhuru. Na tunachokiangalia swali ni kwamba sasa hivi unataka kuwa huru, una kitu cha kufia ili uwe huru. Kuna kitu ambacho wewe uko tayari kufa kwa sababu hicho kitu ili uwe huru. Yesu alikuwa na kitu cha kufia ili awe nini? Awe huru. Alikuwa na kitu. Sasa kama una kitu cha kufa kwa sababu ya kile kitu, kufia kile kitu, huwezi kuwa huru. Utakuwa mtumwa wa kusongesha mbele maono ya wanaume wengine. Utakuwa mtumwa wa kusindikiza wanaume wengine kumjini. Kwa nini? Hauna kitu chako cha kufia kwamba nitakufa mpaka hicho kitu kipate. Marekani na nchi za Ulaya, ukitaka kuwa star maarufu kwenye michezo, wanachezesha michezo ambayo unakaribia kufa ndio wanakupa tuzo. Tuko pamoja? Angalia michezo yote ya Marekani, unakaribia nini? Kufa, ulimi unatoka wote nje ndio wanakupa tuzo. Hawakupi tuzo kama uko tayari kufa. Hawakupi tuzo. Kupanda mlima Kilimanjaro ni kifo. Kama uko tayari kufa, upande ule mlima. Kwa sababu unajua story watu wanakufa wapi? Mlimani. Kwamba kama uko tayari kufa, watu wote wanaopanda ule mlima wameshasema niko tayari kwa nini? Kufa. Anapanda anafika. Usipokuwa tayari kwenye eneo la kifo kwa sababu ya kupata kitu fulani, unataka ukipata. Tutaangalia kwenye maandiko. Hiyo ndio kosa ambalo kubwa watu wanalo na hawajafundishwa. Kuwa huru ni kukaribia kufa. Uhuru ni sasa na nini? Na kifo. Ni kama vile upendo una nguvu kama nini? Kifo. Love as strong as death. Haiwezekani leo ukafanikiwa au ukawa huru. Ukitaka kuwa huru kifedha, lazima uko tayari kufa. Ulale masaa machache, ufanye kazi kwa bidii. Tofauti na hapo kuna kitakachotokea. Uondoe hofu, uondoe aibu, uondoe woga. Unajaribu kufanya kitu fulani mpaka kitokee. Watu wakuseme mpaka wafike mwisho. Wanaanza kuita bilionea, wanaanza kuja kukopa kwako. Ndio mtu anakuwa anachoma mahindi ndio wanakuja kufanya nini? Kukopa ila kwa wanakopesha watu, wanakopesha mataifa fedha. Kwa nini? Alikuwa tayari kufa. Kwa lazima uangalie eneo la uhuru haupatikani bila kujihatarisha. Uhuru haupatikani bila wewe kuamua kwamba kuna kitu lazima kife ndani ya maisha yako ili uweze kuwa nini? Uhuru. Kuna kitu lazima kife. Hofu ife, aibu ife, uoga ufe, wasiwasi ufe. Kuna kitu lazima ukiue kwenye maisha yako ili uweze kuwa huru. Lazima ukiue hicho. Ndio maana yake lazima ufe ili hicho kitu kipate. Tuende kwenye maandiko kwa dakika moja kabla sijamshukuru Mungu. Tuende kwenye maandiko dakika moja. Kama uko tayari kufa, huwezi kuwa huru. Rais wa Uganda aliwaambia mpinzani wake, ukitaka kuchukua nchi, nenda wapi? Msituni. Nenda wapi? Msituni. Kwa sababu haiwezekani ukachukua nchi. Kama ujana, mimi nilikuwa niko tayari kufa ndio nikachukua nchi. Sasa wewe unataka kuchukua nchi kila ile ukiwa mjini na maandamano ya mjini. Haiwezekani mjomba, unakula chips alafu unataka kuchukua nchi ndio unakula chips. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima ulijue. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 24 na 25. Yohana 12:24-25. Neno la Mungu linasema, amin amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali ile. Sasa kama mjomba hauko tayari kufa, utazaaje matunda? Chembe ya ngano lazima ifukiwe kwenye ardhi, ifunikwe, ife ndio izae matunda. Sasa unajiuliza ni kitu gani ambacho uko tayari kufa nacho ili uweze kuzaa matunda mengi? Kwa sababu Yesu ni chembe ya ngano, alikuwa tayari kufa ili azae matunda mengi ambayo ndio sisi, avune nafsi, aleta watu kwa nini? Kwa Mungu. Tofauti na hapo, asema yeye ndio mbegu. Yeye alikuwa yuko tayari kufa ili aweze kututengeneza sisi, akaja na kitu kingine kipya. Mandela alikuwa yuko tayari kufa, akaita ile nchi kauru. Leo kuna watu wana sauti
South Africa. Kwa sababu ya nini? Ya mtu mmoja ambaye yuko tayari kufanya nini? Kufa. Mstari wa 25 unasema yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Mtu yoyote anaipenda nafsi yake atafanya nini? Ataiangamiza. Naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu atasalimisha hata uzima wa milele. Ataisalimisha hata uzima wa nini? Wa milele. Kama unaipenda nafsi yako utafanya nini? Utaiangamiza. Kwa sababu tutakuwa unakaa tu unataka vitu ambavyo viko salama. Kila kitu unataka safe, unataka kuwa salama. Unataka kujihatarisha, unaangamiza nafsi yako. Unaangamiza nini? Nafsi yako. Unakuwa maskini mpaka siku unakufa. Umeangamiza nini? Nafsi yako. Kwa sababu ulikuwa ukijihatarisha, ulikuwa unaona aibu, ulikuwa unaona hofu, ulikuwa unaona una wasiwasi kwamba utaweza kutengeneza pesa, utaweza kufanya kile kitu, hutafanikiwa. Sasa unaiangamiza nafsi yako. Lazima ujihatarishe. Tofauti na hapo hakuna kitakachotokea. Lazima mbegu ife, mbegu uweke kwenye ardhi, ife kwanza ndio izae matunda mengi. Wewe ni mbegu. Tunakumbuka tunaona mbegu ya sisi ni mbegu ya nani? Abraham, the seed of Abraham. Sasa maana kama Abraham ni mbegu, alikubali kuiangamiza nafsi yake ili awe baba wa imani. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya mstari wa kwanza mpaka 35, Waebrania mstari wa kwanza mpaka 35, utaona kuanzia mstari wa 11 mpaka 32 wamekuandikia mashujaa wa imani, akiweko Abel. Abel alikubali kufa kumtolea Mungu sadaka nzuri kuliko ndugu yake. Akiweko Abraham alikubali kumtoa mtoto nini? Sadaka. Kwa ule kahaba ule Rahabu alipotunza wale wapelelezi, alikuwa yuko tayari kufa. Unakumbuka wanajeshi walikuja hapa na wakamuuliza kuna watu wamepita hapa, akasema kumbe amewafungia wapi? Daringa. Kuna watu wamepita hapa ndio wameondoka. Yuko tayari kufa kwa sababu ya nini? Ya imani. Unaona? Ukiangalia Yakobo, uko Isaka, yaani watu wote wale mashujaa wa nini? Wa imani. Ukiangalia Musa, ukiangalia Joshua, wote mashujaa wa imani. Sasa leo unajiuliza, watu wako tayari kufa. Leo ni kitu gani ambacho uko tayari kukifia, ufe kwa sababu ya kile kitu? Ni shimo gani ambalo unataka uko tayari kutumbukia? Wakufunike ili uzae matunda mengi. Kama hauko tayari, unataka kuwa salama, unaiangamiza nafsi yako, unakuwa maskini mpaka mwisho wa siku. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa hiyo tunataka tuangalie kwamba uhuru ni kifo. Uhuru nini? Ni kifo. Unataka kuwa uhuru, uwe tayari kufa. Unataka kupata pesa, uwe tayari kufa. Unataka kuishi maisha mazuri, uwe tayari kwa nini? Kufa. Ina maana uko tayari kufanya kazi kwa bidii. Kwa bidii. Methali sura 22 mstari 29. Kama uko tayari kufanya kazi kwa bidii, Methali 22:29. Methali 22:29. Kama uko tayari kufanya kazi kwa bidii, sahau maisha mazuri. Neno la Mungu linasema, "Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo asimama mbele ya wafalme." Mtu mwenye bidii anasimama mbele ya wafalme. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Hata simama mbele ya watu wasio na nini? Atasimama mbele ya maraisi, mbele ya wabunge, mbele ya matajiri, mbele ya mawaziri. Tuko pamoja? Neno la Mungu linaendelea likisema, aketipo kwa chakula pamoja na watawala. Anakula chakula na nani? Na watawala. Mwisho kabisa anasema, muangalie sana aliye mbele yako. Muangalie sana aliye mbele yako. Maana yake nini? Ni kitu gani kimemweka mbele yako ili uweze kumfuata? Enendeni na wenye hekima nanyi mtapata nini? Hekima. Rafiki mpumbavu atafanya nini? Ataumia. Kwamba angalia mtu aliyeko mbele yako, ni kitu gani kinasababisha kawa mbele yako? Hiyo ndio kitu ambacho unataka ujue. Ni kitu gani? Sio kwamba ana pesa kiasi gani. No. Ni kitu gani kinasababisha kawa mbele yako? Ukishapata ile siri, tayari. Na siri ni muda. Siri ni muda. Siri ya maisha yote ya mtu yote ni muda. Kwa sababu muda, ule mtu akikwambia anapotumia muda wake na wewe ukatumia kwako hivyo, unakuwa kama yeye. Kwa sababu wote mna matashi na nini. Sio swala la fedha. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani utajihatarisha. Unajua tunaposema kujihatarisha ni lugha ya kidunia. Lakini lugha ya Biblia sio kujihatarisha.
namna gani unaweza ukakuza imani yako, kwa sababu imani inapambana na vitu. Faith confronts things. Imani inapambana na nini? Na vitu. Faith is not fear, is not hope, is not shame. Imani sio uoga, sio aibu, sio wasiwasi. Imani inapambana na nini? Na vitu. Imani ikiona kitu inapata kile kitu. Lakini sasa namna gani unaweza ukapandisha imani yako? Na huwezi kupandisha imani yako katika mazingira ambayo umeyazoea hata siku moja. Kwa sababu sisi kwenye huduma, vijana ambao ukiona hamna watu wako mikoani, vijana wangu wote nimewafunza Arusha wote. Kwa sababu gani? Huwezi kaa hapa kwa baba yako na mama yako alafu imani ikapanda hata siku moja. Lazima uondoke uende sehemu ambapo hakuna mtu anakujua. Usitoe miezi mitatu ya kwanza uteseke, na miezi mitatu ya pili Mungu anafungua milango. Tofauti na hapo hauko tayari kuwa huko. Miezi mitatu uteseke, ulale nje, ulale stendi, ulale barabarani. Unabuti imani, unasoma neno la Mungu, unaingia kwenye toba kila siku. Unamshukuru Mungu katika kila kitu unachokiona. Mungu akishaona miezi mitatu anafunguka na mpaka akili yako itengeneze picha ambayo inakuonyesha kwamba unaenda kufanikiwa. Kama akili itakuonyesha picha ya kufanikiwa, akili inakuonyesha umaskini, utakaa uhuru. Kwa sababu picha kwenye akili ya mtu, kwenye ubongo wa mtu kuna box. Lazima ufungue ile box ili uangalie kule ndani kuna nini. Kwenye brain kuna box, kwa sababu wanakwambia think out of box. Yaani lazima kuna box liko ndani ya akili yako. Lina vitu vya thamani, lina madini, lina pesa, na utajiri na kila kitu. Lina hekima na maarifa. Lazima ufungue ile box, uangalie Mungu alikuwekea nini. Usipofungua ile box, na ile box huwezi kufungua ukiwa kwa babako na mamako. Ukiwa kwenye mazingira uliyoyazoea, huwezi kufungua ile box. Ile box inafunguliwa ukiwa kwenye mazingira ambayo sio sahihi. Mazingira ambayo sio rafiki. Unateseka, au ile chakula unafikiri utakula nini, utalala wapi? Leo unafikiri leo usiku baridi itakuwaje, leo utalala. Leo unafikiri jana usiku kuna watu lala, polisi wakakuchukua wakakuweka ndani. Tena ulipopeleka rumande kule ndio kaa afadhali, kwa kama kuna joto. Unafikiri unakaa mahali ambapo unateseka. Lazima uteseke kwa muda mfupi upate furaha ya muda mrefu. Tofauti na hapo ni nguvu. Kwa hiyo tutaangalia namna ya kuwa huru. Kuna gharama kulipa nini? Kuwa huru. There is a cost to pay. Kuna gharama kulipa. Huwezi kuwa huru bure. No free freedom. Hakuna huru wa nini? Wa bure. Unataka kujiweka huru, lazima ulipe gharama. Kwa ufahamu, tutaenda kumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu Freedom by Design. Tumshukuru Mungu dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, unamsifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 7 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Kwa majira ya saa 6, sana kwa majira ya saa 7, sana kwa majira ya saa 8, tunabariki majira ya saa 7 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, uaminifu wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 7 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 7 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 7. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Utupe neema ya
kujihatarisha kwa ajili ya uhuru. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth, utuongezee imani kwa ajili ya kupata uhuru. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth, mitume walimwambia Bwana tuongezee imani. Roho Mtakatifu tunaomba tuongezee imani tuweze tukakutumikia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakaribisha katika majira sasa uwe mwalimu wetu. Fundishe njia zako, tuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tunaendelea na somo letu. Freedom by design. Uhuru wa kutengeneza. Uhuru unaanzia kwenye giza. Uhuru unaanzia kwenye nini? Kwenye giza. Kama siku inaanzia kwenye giza, tajiri anaanzia kwenye umaskini. Kila kitu kinaanzia kwenye giza. Pambazuko linaanzia kwenye nini? Kwenye giza. Kwamba haiwezekani ukapata uhuru kwenye nuru. Lazima uhuru uanze kwenye nini? Kwenye giza. Haiwezekani mbegu ya mahindi kakaa juu ya ardhi na kamea. Haiwezekani, lazima ianzie kwenye giza. Uchimbe chimo ufuniki. Ianzie kwenye giza, alafu inatoka kwenye nini? Inakuja kwenye nuru, inakutana na jua, inakutana na hewa, upepo, inaanza kunawiri, kustawi. Lakini ile mbegu imeanzia kwa nini? Kwenye giza, kwenye ardhi. Sasa leo hii wewe ndio unatakiwa ufanye maamuzi. Fanye maamuzi kwamba unaamua kuishi, unachagua maisha au unachagua kifo. Hivi ni vitu viwili. Mimi nimechagua kifo. Na alama saa machache, nafanya kazi masaa mengi. Nimechagua kifo. Kwa sababu usipochagua kifo, utakaa ufanikiwe, utakaa uhuru. Kuna saa unakaa unafikiri maisha yataendelea mpaka lini? Kichwa kinauma muda wote. Itaendelea mpaka lini? Na uache uwe maskini au kichwa kiume mpaka kipasuke uwe tajiri. Ni wewe unachagua. Sasa shida moja, watu wamechagua kuishi, wamechagua uzima. Ukishachagua uzima, ukishachagua kuishi, umeshachagua, utapata watu wengine wanapofanya. Unajua Biblia imeandikwa kwa mafumbo. Nitakusomea maandiko. Watu wote waliochagua uzima, wote ni maskini. Na wale waliochagua kifo, wote ni matajiri. Wote. Hebu tuangalie Wafilipi 1:21. Wafilipi 1:21. Kwa lazima uangalie kwamba umechagua nini. Wala unachagua uzima. Biblia inakwambia chagua uzima, lakini Yesu hakuchagua uzima. Sasa alichagua kifo. Alisema mtakufa. Siku ya 3 tutafanya nini? Tafuka. Cha kwanza unachagua, kabla hujachagua uzima, unachagua uchague kifo ndio upate uzima. Sisi tuko pamoja. Inabidi uchague kwanza kifo ndio upate nini? Uzima. Mungu ni alfa na nini? Na omega. Mungu anaanza mwisho anakwenda mwanzo. Unachagua kifo ndio upate nini? Uzima. Ukichagua uzima, hujachagua kifo, unakuwa maskini. Hapo ndiko mahali watu wengi wamekosea. Tutasoma maandiko. Wafilipi 1:21. Neno la Mungu linasema nini? Tuangalie Paulo anasema nini. Filipi 1:21 anasema, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amechagua kifo. Paulo anakuambia maana kwangu mimi kuishi nini? Ni Kristo, kufa nini? Ni faida. Amechagua kufa, hakuchagua uzima. Hakuchagua uzima. Alijua kabisa nikishachagua kifo, nitaupata nini? Uzima. Lazima ukichagua uzima, unaiangamiza nafsi yako. Unaiangamiza nini? Paulo alichagua kifo, alisema kuishi ni Kristo, lakini kufa ni faida. Ili nizae matunda mengi, lazima nife kwanza. Nife kwa Kristo. Nife kwenye Injili, nisione Injili aibu. Nife nikihubiri. Paulo alipigwa sana. Kumbuka story ya Paulo, amepigwa, amefanya vituko sana. Anaanza kufa ni kuishi ni Kristo. Kufa ni faida. Sasa watu wengi wamechagua uzima. Ukishachagua uzima, imekula kwako. Nataka kuwa salama kama Lazaro, na kuwa maskini mpaka mwisho. Kwa sababu ili upate uzima, lazima ufe kwanza. Ili mbegu izae matunda mengi, lazima ife kwanza. Lazima ile mbegu ife kwanza ndio izae matunda. Kwa ina maana wewe ni mbegu. Mpaka ufe kwanza ndio uzae matunda mengi. Kama jinsi Yesu alivyokuwa mbegu. Alipokufa akatengeneza watu kama sisi. Akatengeneza watu wanaomwamini Mungu. Akatengeneza imani. Ili kutengeneza imani, ili Yesu atengeneze imani, ilibidi afanye nini? Afe kwanza. Afe kwanza. Hebu tuangalie kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania 12 mstari wa 2.
Neno la Mungu Waebrania 12 mstari wa 2, neno la Mungu linasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yesu alidharau aibu. Biblia afe kwanza, aidharau nini? Aibu. Sasa leo kama unaheshimu aibu yako, huwezi kuwa tajiri. Huwezi kupata mali, huwezi kuwa huru. Watu wote wanaoheshimu aibu yao hawezi kuwa huru. Kuwa huru mpaka uidharau aibu yako ili uwe huru. Uidharau aibu yako utakuwa huru. Utakuwa maskini, utakuwa mtumwa wa watu wengine. Utaajiriwa mpaka siku nakufa. Utaajiriwa na pesa za mafao kwa sababu ya nini? Umeheshimu nini? Aibu yako. Mheshimiwa Rais ameruhusu watu kwenda barabarani wakafanya biashara. Unasema mimi kweli nikauze vitu barabarani. Ukishaona aibu, wenzako wote wameanzia barabarani, leo wana maduka makubwa. Waisraeli wote wanaoona Marekani walikuwa machinga. Leo angalau wamechukua nchi ya Marekani mali yao. Kila kitu tunachokiona Marekani cha Israeli. Paka benki kuu ya Marekani wanaomiliki na Waisraeli. Kwa nini? Walianza kwenye machinga. Alinieleza landlord wangu pale New York jinsi walipoingia Amerika. Story nzuri sana. Kampeni wa Israeli, kwa sababu kiangalia Waisraeli walikuwa wamewekwa kwenye grupu la watu weusi kule Marekani. Kwa sababu Waisraeli walikuwa wanasaidia watu weusi kupata uhuru. Waisraeli walikuwa wako nyuma Martin Luther King, wanafanya maandamano na watu weusi kwa sababu wanaishi sehemu moja. Leo Mwisraeli amejitenga na mtu mweusi kama maji na mafuta. Kwa nini? Hawakuona hiyo. Walidharau nini? Aibu yao. Kaanza kuuza vitu barabarani. Leo wanamiliki kila nyumba unayoona Marekani. 80% ya majengo unayoona Marekani yanamilikiwa na Waisraeli. Kwa hiyo lazima ujue kwa nini walidharau aibu yao. Wakaweza kufika hapo walipofika. Sasa lazima uangalie ni kitu gani ambacho umechagua. Lazima uchague kwanza kifo ndio uweze kupata uzima. Lazima mbegu ife kwanza ndio izaa matunda mengi. Tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati 30:19, neno la Mungu linasema hivi ni vitu ambavyo Mungu anasema nimekuwekea mbele yako. Halafu akwambia chagua. Halafu kapewa majibu, akwambia chagua uzima. Lakini huwezi kupata uzima bila kufa. Tuko pamoja? Neno la Mungu linasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Ingelikuwa ni rahisi kuchagua uzima, kila mtu angelikuwa tajiri. David uchague kwanza mauti ndio upate uzima. Lazima uanze mwisho uje wapi? Mwanzo. Kwa sababu kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya nini? Ya kufa. Chagua ile siku ya kufa ndio utaiona siku ya kuzaliwa. Chagua ile siku ya kufa ndio utaiona siku ya kuzaliwa. Wewe ukisema unachagua siku ya kuzaliwa utakuwa maskini. Chagua ile siku ya kufa. Hebu tuangalie Isaya 46. Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10. Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10, neno la Mungu linasema kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume. Kujionyesha kuwa mwanaume sio kitu rahisi Kujionyesha kuwa mwanaume. Unajua kujionyesha kuwa mwanaume ni kwamba unafanya kazi na yani tunasema gentleman. Gentleman ni mtu ambaye anampenda Mungu na anapenda watu. Kisikia mtu gentleman ni mwanaume. Tuko pamoja? Ni yaani ukisikia sio mtu wa jinsia ya kiume. Huyu ni mwanaume. Kuwa mwanaume sio kitu rahisi. Unaweza kuwa ni jinsia ya kiume lakini sio mwanaume. Kwa sababu unavaa suruali kama mwanaume lakini sio mwanaume. Mwanaume ni mtu anayempenda Mungu na anapenda watu. Yesu alikuwa ni gentleman. He loves people and God. Anapenda Mungu na anapenda watu. Lakini tofauti na hapo, kuwa mwanaume sio kitu rahisi. Kuwa mwanaume unalipa gharama. Tulishafundisha hilo somo, tutakuja kufundisha siku nyingine hatua mtu anazopita mpaka kufikia kuwa mwanaume. Kuwa mwanaume sio kitu rahisi. Neno la Mungu linasema kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume. Jifahamisheni haya ninyi mko sawa. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nitangazaye mwisho kabla ya nini? Tangu nini? Mwanzo. Lazima uchague mauti kwanza ndio upate uzima.
Yesu alichagua kufa kwanza ndio akapata uzima. Mbegu lazima ife kwanza ndio izaa matunda mengi. Tofauti na hapo ni ngumu. Ukitaka kuwa safe, salama, unakuwa maskini. Ukitaka kutunza kuheshimu aibu yako, unakuwa maskini. Unakuwa maskini. Kwa hiyo lazima uangalie ni eneo gani ambalo linasumbua, linasababisha usiwe huru. Na tumesema siku inaanzia kwenye giza. Siku haianzi kwenye nuru. Siku inaanzia kwenye giza, haianzi kwenye mwanga. Inaanzia kwenye giza. Ayubu 38 mstari wa 12 na 13. Ayubu 38 mstari wa 12 na 13. Kwamba lazima ujitahidi ianzie siku yako. Siku yako inaanzia kwenye giza. Na maana unaamka usiku, unafanya maombi usiku kabla hajapambazuka. Unaeleza, unaiambia siku unataka nini, unaongea na siku yako. Unaongea na tarehe 2 kati ya saa 9 mpaka saa 11 asubuhi. Unatoa dakika chache za kuongea na siku, kuiamuru siku ikupe kile kitu unachotaka. Kwa sababu Mungu aliumba mbingu na nchi kwa kutumia muda. Siku ni muda. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo na mwisho, mwanzo ni muda na mwisho ni muda. Mungu alitumia muda kuumba mbingu na nchi. Sasa kama utakuwa umelala na siku imepita, waovu wamechukua kila kitu chako. Wameshatamka maneno kwa watoto waliolala kuanzia muda mpaka muda huu. Kila kitu ambacho kilikuwa cha kwao kije kwao, kienda kwao, kinaenda kwao. Mungu ndio muda, Mungu anagea riziki. Kwa hiyo neno la Mungu linasema Ayubu 38:12 na 13, neno la Mungu linasema, "Je, umeyaamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, umeyajulisha mapambazuko mahali pake." Mstari wa 13, "Yapate kuishika miisho ya nchi, waovu wakung'utu wakae mbali naye." Waovu wakae mbali na siku yako, wakae mbali na mapambazuko yako. Kila mtu ana pambazuko lake. Kila mtu. Umeongea kuhusu pambazuko lako, umeliambia pambazuko lako kwamba unataka uhuru leo, unataka kuwa huru kifedha, unataka kuwa huru kikazi, unataka kuwa huru kiimani. Unakuta hujasema kitu, umelala, umebadilishiwa pambazuko. Umepewa pambazuko la mtu mwingine. Umebadilishiwa muda, tayari umeshabadilishiwa nini? Unaamka asubuhi unasema this is the blue Monday. Siku ya leo ni mbaya. Leo sijisikii vizuri, siku ya leo sio nzuri. Na tutaanza kukwambia siku haiendi kabisa leo. Haiendi, siku haiendi kabisa. Umeelewa? Nasema siku ya leo ni mbaya. Siku ya leo sioni hata wateja kabisa dukani kwangu. Yaani siku ya leo siye kuona Jumatatu kama siye kuona Jumanne kama hii. Unaona mtu hata siku ya leo unajisikia kuchoka. Umebadilisha kitu. Utaongea tu vitu vya ajabu ajabu. Na vile vitu ukiongea unakuja kuviishi. Unabadilisha siku ili ukasirika uongee vitu vya ovyo ovyo. Alafu uje kuviishi hivyo vitu. Ni kama vile umekaa na mke wako, anazua, unaongea kitu ambacho hakipendezi, unakasirika unaongea. Kumbe shetani amemwingia yule mwanamke ili aongee vitu ukasirika uongee ili uje kuishi yale maneno. Yesu aligundua hicho kitu. Muda soma kwenye kitabu cha Mathayo 16. Utaona dakika chache Yesu anauliza wanafunzi wake, watu wanasema nini kuhusu mimi? Petro akasema, wewe ni Masia, wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai, wewe ndio Kristo. Akamwambia, sio nyama na mwili vinakufunulia hivi, bali ni Baba yangu aliyeko juu. Saa hiyo hiyo Mungu anaongea na nani? Anampa majibu Petro. Yesu akamwambia, umesema vyema. Haijapita dakika 30 Yesu anamfukuza Petro, anamwambia, kaa nyuma yangu shetani, uyawaze leo ya Mungu na waza leo wanadamu. Mungu alipomwacha Petro dakika moja tu, shetani akafanya nini? Akaingia. Dakika moja tu ameongea na Mungu, Mungu alipopiga mgongo tu hivi, shetani akaingia. Unakaa na mke wako, dakika moja tu alipopiga mgongo, shetani akamwingia. Sasa mlikuwa mnacheka sasa, dakika 2 tu mama anaongea kitu cha hatari, anakukumbushia kitu ambacho ulikifanyaga mwanzo kibaya na utakaje hata kusikia, na kweli ulifanya makosa. Anakukumbushia, unaanza kuongea huko, unakuja kuishi yale maneno uliyotamka. Umeona jinsi ilivyo? Dakika moja tu mlikuwa mnafurahi, mnakula pilau, mnaenjoy. Dakika hizo tu mama unaanza kuumia. Kwani anikumbushie kitu kama hicho? Na wanawake hawasahau kitu gani? Kwa sababu anakumbuka vitu tangia siku ya kwanza ulipoongea naye, anakumbuka. Kwa sasa ndivyo jinsi ilivyo. Hata hauwezi ukawa huru
kama ujui upate hizi taarifa huwezi kuwa huru. Kama asubuhi hujaamka ukaamua pambazuko lako, ukaniambia pambazuko likusaidia kushinda majaribu, ukaambia pambazuko likusaidia kushinda hivi vitu majaribu. Yesu alikuwa anaamka asubuhi kila siku, wakati anaenda msalabani, yuko mlimani saa 9 mpaka saa 11, anashuka, watu wanakuja kusikiliza. Luka 21:39, 37 na 38. Kila siku yuko mlimani. Luka 21:37 na 38. Neno la Mungu linasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mzeituni. Biblia ya Kiswahili inasema kulala. Biblia ya Kiingereza inasema alikuwa anaenda kufikiri mlimani. Mstari 38. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Wakiamka nini? Mapema. Ili kwenda kumsikiliza. Mtu amelala mlimani, watu wanaamka mapema kwenda kumsikiliza. Ameshaamuru pambazuko lake liite watu waamke mapema waje kumsikiliza ili atoke hapo aende akaponye watu. Tuko pamoja? Sasa anaamuru pambazuko lake asubuhi ile. Na ile pambazuko limeita watu wapi? Hekaluni. Limeita watu. Sasa ile pambazuko unaamka asubuhi unaita pambazuko, linaita watu kwenye biashara. Unaambia pambazuko lilete watu kwenye biashara. Na hivi vitu, ngoja nikwambie kitu kimoja, watu wengi wanakosea. Kuna watu wanaingia kwenye maombi alafu vitu vitokee. Sababu ni moja tu. Hawamrudishiagi Mungu muda, au hawamtumikii Mungu. Ukimtumikia Mungu utatumikiwa na malaika. Ukitumikia pesa utatumikiwa na watu. Sasa mtu anaingia kwenye maombi na mtumikiagi Mungu. Kuna saa atatoa sample. Mungu anatabia kumpa mtu sample. Anaambia ukitumikia mimi nitakuheshimu, nitakuletea watu, nitakupa kitu unachotaka. Sasa unaomba tu mara moja vitu vinafanya nini? Vinatokea. Lakini ile ni sample umeonyesha. Sasa inabidi umtumikie Mungu. Una masaa 24. Nenda kwa watoto yatima, katoe muda wako, wasaidie kufua, kupika, kufanya usafi. Nenda katunze mazingira. Nenda kwa hospitali kaombea wagonjwa. Nenda magereza katoe fungo moyo. Nenda mtaani kahubiri Injili. Nenda kwa watoto wa mtaani kawafundishe kitu. Nenda kafanye kitu. Nenda kwa wajane, kwa wazee. Fanya kitu. Toa muda, una masaa 24 kila siku. Toa fungu la 10 la muda, masaa 2 na dakika 40. Soma neno la Mungu. Fundisha mtu kile kitu ambacho amesoma. Andika neno la Mungu kila siku. Unajua Mungu anaangalia, Mungu anatafuta ushahidi. Mungu angalia ushahidi ulioko kwenye akili yako, anaangalia ushahidi ulioko kwenye makaratasi. Unaandikaga ushahidi ulioko kwenye miguu yako, unaenda barabarani kufundisha watu. Yesu alisema go, nendeni, go. Kila kitu nini? Go, nendeni. Sasa unaendaga wapi? Hakusema uende baa, hakusema uende stadium kuangalia mpira, hakusema uende kijiweni, hajasema, amesema go. Kuhubiri Injili. Kafanyeni mataifa yote kwa nini? Wanafunzi wangu. Hakusema nenda kijiweni, hakusema nenda bar, nenda club, nenda disco, hakusema hivyo. Ndio mkafanye mataifa yote kuwa mkawabatize. Unajiuliza kwa umri wako ulionao umeshabatiza watu wangapi? Unaona hapo changamoto eh? Hiyo ni changamoto. Ubatiza watu. Kitu cha kwanza baada ya kuanza kutumikia Mungu, kitu cha kwanza ni jitahidi kwanza nikabatiza watu. Hubiri sana ubatizo wa maji mengi. Hubiri sana na watu wakaja wengi kwenda kuwabatiza. Kwa sababu gani? Hata nikiuliza umebatiza watu wangapi? Naonyesha kwa watu ndio wabatiza. Naonyesha. Sababu unaendelea kubatiza. Baridi kisha tunarudi mtoni. Unaona? Sasa lazima ukae ujiulize, umefundisha watu wangapi? Umebatiza watu wangapi? Ni kitendo cha Mungu umefanya. Umetunza mazingira kiasi gani? Umesaidia watu wangapi? Umeenda kwenye nyumba za watoto yatima mara ngapi kuwasaidia kazi ya mkono? Usipeleke pesa, peleka muda wako na nguvu zako. Na Mungu atakubariki. Utapeleka muda na pesa na nguvu. Peleka toa ulichonacho. Huwezi kutoa kitu ambacho huna, lakini muda unao na nguvu nao. Kwa hiyo lazima uweze kujiweka huru kama umtumikie Mungu. Kumtumikia Mungu ndio kujiweka huru. Saving God is a freedom. Kama umtumikie Mungu huwezi kuwa utakuwa na magonjwa. Anakwambia nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, na ataondoa magonjwa kati yako. Ina maana kiondoa magonjwa unakuwa huru. Chakula chako kibarikiwa unakuwa huru. Biashara yako kibarikiwa unakuwa huru. Baraka inaleta uhuru. So baraka za Mungu zinatajirisha. Methali 10:22. Methali 10:22. Baraka za Mungu zinatajirisha. Sasa kama una baraka za Mungu huwezi kuwa tajiri, huwezi kuwa huru. Kama una baraka za Mungu huwezi kuwa huru. Ukiwa na laana uko kifungoni, uko gerezani. Ukiwa unaishi kwenye maisha kwenye kung'ang'ana, uko kifungoni.
Kwa hiyo lazima ujitahidi uamke mapema kwa ajili ya pambazuko lako. Uliambie nini unachotaka pambazuko lifanye, na pambazuko liko tayari kukufanyia kile kitu ambacho unataka kufanya. Kila kitu kinaanzia kwenye kinywa chako, kinakuja kwenye mkono wako, kinaenda kwenye karatasi. Naanzia kwenye akili, unakitamka, nakuja kwenye mkono, unaenda kwenye karatasi, na kitu cha kuonyesha. Maliza hapo, unapeleka kwenye mguu wako, unatoka. Mguu unayetoka huwa unarudi na unyevu. Mguu wote unayetoka nyumbani huwa unarudi na unyevu, sio sana mguu uliokaa nyumbani. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba huwezi kuwa huru kama hauko tayari kufa. Huwezi kuwa huru kama hauko tayari kufa. Kama huna kitu cha kufia, huwezi kuwa huru. Hata kama unajiuliza hivi sasa hivi una kitu gani ambacho uko tayari kufa ili kile kitu kitokee? Lazima ujiulize, uko tayari kitu gani ambacho uko tayari kufa? Yaani utakifanya hicho kitu. Hakuna kitu kitakacho kusimamisha wewe kufanya hicho kitu. Kwa mfano hii kazi ninayofanya mimi, hakuna mtu anaweza kusimamisha. Serikali ya Tanzania ikatani subiri hapa naenda Kenya. Wakenya wakatanda Burundi. Wa Rwanda wakatanda South Africa. Hakuna mtu anaweza kusimamisha nisubiri. Wakikatani kufundisha huko ndani, naenda kuongea na mtu mmoja mmoja barabara. Utajua naongea na nini? Naongea mtu mmoja mmoja. Wewe kunisimamisha kwenye hii kazi nisifanye. Wewe niko tayari kufa kwa sababu ya hii kazi. Kwa hiyo leo mtu anaweza kuwa anamtukana Mungu, anamtukana Yesu, unakuta unafurahi. Unasikiliza ile matusi na unanyamaza. Mtu anakashifu imani yako na nyamaza kimya. Mimi napenda sana Waislamu. Kwa sababu Biblia inasema pende jirani yako kama unavyopenda nini? Na sisi Waislamu nawapenda sana. Huwezi kucheza na imani yake. Kweli uongo? Huwezi kucheza na imani yake. Kweli? Sasa wanaheshimu imani yao, wanaipenda imani yao. Sasa na wewe pia kuna imani ya dini na kuna imani yako wewe kwa ajili ya kile kitu unachokifanya. Kwa ajili ya biashara yako. Una imani kwamba biashara itafanikiwa. Kwa nini mtu acheze na hiyo imani ya biashara yako? Akwambie kwamba utauza, akwambie kwamba ni biashara gani unafanya. Ina maana mtu anacheza na nini? Na imani yako. Anadharau kile kitu unachokifanya, anacheza na imani yako. Na ukiona mtu anacheza na imani yako, ameshakumaliza. Baba yako anaweza kucheza na imani yako. Anaweza kuambia kitu kiwezekana. Ameshacheza na imani yako. Wewe umesema inafanya nini? Inawezekana. Wewe unajua kwamba kitu kinawezekana. Mama yako anaweza kucheza na imani yako. Tuko pamoja. Ndugu zako, marafiki zako, majirani zako, unamwambia mtu rafiki yako wa karibu sana, mwambie nataka nifungue biashara fulani. Anakuambia fulani alijaribu biashara akashinda. Amecheza na nini? Na imani yako. Anacheza na imani yako. Wewe tayari umeshajipanga, kwa sababu Yesu akasema ukiwa na imani kidogo tu kama mbegu ya radali, unaweza kuhamisha mlimbo kwa nini? Kwa ile imani kidogo hiyo kidogo nani? Umemwambia mtu wa kwanza amekueleza vibaya, ukaachia tamaa. Mtu wa pili ukaachia tamaa. Watu wa karibu kabisa, jua kabisa ile imani kidogo uliokuwa nayo kaitumie hiyo, achana nayo, utaona unafanikiwa. Watakuja kukopa hela wewe, watakuja kukopa wewe fedha. Hebu tuangalie maandiko yanasema nini. Luka 22 mstari 31 na 32. Luka 22:31 na 32. Neno la Mungu linasema nini? Huyu ni Yesu anaombea imani ya Petro. Hakuombea biashara yake wala ndoa yake wala kazi yake. Yesu anaombea imani ya nini? Ya Petro. Kwa sababu mtu yote yule ambaye unaona kabisa kwamba anatetereka afanye vizuri au unamfundisha aelewe, muombee imani yake. Ikimarika tu atakuelewa. Tuko pamoja. Neno la Mungu linasema Luka 22:31-32. Yesu akasema, Simoni, Simoni, tazama, shetani amewataka nini apate kuwapepeta kama vile ngano. Shetani amewataka apate kuwapepeta kama vile ngano. Mstari wa 32. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nao utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Aliombea imani ya nani? Ya Petro. Nimekuombea wewe ili imani yako isifanye nini? Isitindike. Utakapoongoka uwaimarishe na wenzako. Ana wanafunzi 12, lakini aliombea mmoja tu. Imani kitu cha mtu binafsi, makundi. Akaombea imani ya Petro. Sio shetani ametaka kuwapepeta kama nini? Kama ngano. Sasa leo hii huwezi kuwa huru kama imani yako haijaimarika.
Ukisoma Luka 17:5, wa mitume anamwambia Bwana tuongezee imani. Wanaomba waongezewe nini? Imani. Sasa leo hii ukiwa unaamka asubuhi kwenye pambazuko lako, ukiongezewa imani unakuwa huru. Bwana Roho Mtakatifu, naomba niongezee imani ya Kristo ya kufanya kitu fulani, niongezee imani ya kusoma neno la Mungu, niongezee imani ya kwenda kutunza mazingira, niongezee imani ya kwenda kwa watoto yatima kuwasaidia kazi za mikono, niongezee imani ya kwenda kwa wajane, niongezee imani ya kwenda hospitalini. Ukiomba, Biblia inasema hatuna kwa sababu hatuombi. Uliomba. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2, hatuna kwa sababu hatuombi. Ukiomba unapewa. Yakobo 1 mstari wa 5. Na Yakobo 1:5 anasema na mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, akipungukiwa na imani, naombe dua kwa Mungu atawapa. Yakobo 1 mstari wa 5. Na mtu wa kwenu akipungukiwa na imani, akipungukiwa na hekima, akipungukiwa na fedha, akipungukiwa na chochote, aombe. Sasa Mungu yuko kwa sababu ya kujibu maombi ya watu. Sasa kama uombi hana kitu cha kujibu, ina maana umetosheka. Ukiomba anajibu, usipoomba ananyamaza kimya. Tasubiri chakula cha msaada. Kwa hiyo lazima ujitahidi, uweze kuwa huru kama sio mtu muombaji anayemuomba Mungu. Uweze kuwa huru kama sio mtu anayetubu, mtu anayeingia kwenye toba. Uweze kuwa huru kama sio mtu anayebariki watu wengine. Mungu anamwambia Abraham, atakaye kubariki na mimi nitambariki, atakaye kulaani na mimi nitamlaani. Kwa sababu bariki watu wengine ili uwe huru. Uweze kuwa huru kama umsifu Mungu. Daudi alikuwa anamsifu Mungu kila siku. Daudi anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Zaburi ya 119 mstari wa 168. Zaburi ya 119 mstari wa 164. 164. Anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Daudi alikuwa anaingia kwenye maombi mara 3 kwa siku. Zaburi ya 65 mstari wa 17. Ili awe huru anaingia kwenye maombi mara 3 kwa siku. Zaburi ya 65 mstari wa 17. Anasema jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye ataisikia sauti yangu ili niwe huru. Sikia sauti yangu niwe huru, niweke huru. Sasa leo unakuta uingie kwenye maombi umsifu Mungu, utakuwaje huru? Mungu akasema hakuna mtu aliyependeza moyo wangu kama Daudi. Daudi anaingia mara 3 kwenye maombi kwa siku, ana msifu Mungu mara 7 kwa siku, mara 10 kwa siku. Tuko ndani ya uwepo wa Mungu. Kwa nini Mungu asiseme hakuna mtu aliyependeza moyo wangu kama Daudi? Leo unajiuliza na masaa 24 unamsifu Mungu mara ngapi? Sisi kila baada ya dakika 60 tunamshukuru Mungu, tunamsifu Mungu, tunaingia kwenye toba, tunabariki jina la Mungu. Kila baada ya dakika 60. Tukienda kulala imeisha. Tukiamka tunaendelea. Kwa nini? Tunataka tuwe kama Daudi. Huo ni mfano mzuri. Mungu ni Alfa na Omega. Ile dakika ya mwisho ni ya Mungu. Na ile dakika ya kwanza ni nani? Ni ya Mungu. Ndio maana Mungu anapotoa majibu ya maombi ya mtu. Sasa unakuta chochote utakachokifanya ukiwa kwenye mpango kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Kuna watu wanamshukuru Mungu kwa siku mara moja. Kuna watu wanamshukuru Mungu kwa siku, kwa wiki mara moja. Kuna watu wanamshukuru Mungu kwa wiki, kwa mwezi mara moja. Kuna watu wanamshukuru Mungu kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo lazima utengeneze mfumo wako ili kujiweka huru. Mungu anahitaji sifa. Kitu ambacho Mungu hawezi kufanya mwenyewe ni kujisifu. Vitu vingine Mungu anaweza kufanya mwenyewe. Ni kitu kimoja tu Mungu anaweza kufanya mwenyewe. Sababu akaomba wanadamu na malaika wamsifu. Sasa leo unashinda hata kumsifia Mungu. Soma Zaburi ya 136. Kama hujui jinsi ya kumsifu Mungu, soma Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26. Sura nzima hii. Utaona jinsi Daudi anamsifia Mungu hapo. Wewe ndio Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Wewe ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji. Wewe ndio Mungu uliyevusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Wewe ndio Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani. Mungu uliyeumba, uliofanya mianga mikubwa, jua likaona mchana, mwezi na nyota zikaona. Unaingia kwenye kumsifu Mungu. Unasoma Zaburi ya 51 kwa ajili ya toba. Na Zaburi ya 103 mstari wa 3. Hiyo tunaitaga spiritual. Zaburi ya 103 mstari wa 3. Baba unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu. Hiyo mimi naimbaga, ni wimbo naimba. Siwezi kumshukuru Mungu kila baada ya saa sijataja mstari. Baba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu. Unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu. Lazima usamehe maovu kwanza ndio uponye. Uwezi kuponywa kabla hujasamehe maovu. Na mtu yote anapompa vidonge, lazima umuingize aingie kwenye toba kwanza, ondoe ile dhambi ndio umpe vidonge. Ukimpa vidonge bila toba ni kama mganga kienyeji. Dhambi iko pale pale. Umetia ganzi kwenye mwili. Lakini dhambi iko pale pale. Toba kwanza ndio vidonge. Tofauti na hapo huwezi kuwa huru. Huwezi kuwa
Mtu anayemeza vidonge bila toba hayuko huru, kwa sababu ugonjwa uko ndani, ugonjwa umejificha. Ni kama mwanamke anayetumia vidonge vya uzazi wa mpango, ananenepa, ule ni uembamba uliojificha, amevimba, sio unene ule. Ni uembamba uliofariki jificha. Kula, kwa mfano unakula, unaona vyakula vinavyotengenezwa viwandani, mahindi yanatengenezwa ambayo hayana mbegu ndani, huwezi kutumia machungwa ambayo hayana mbegu ndani. Tumeshasikia vitu kama hivyo. Ukila kile chakula ni lishe, yaani kwamba ni njaa iliyojificha, ni njaa iliyojificha. Unakuta mtu anakula mavidonge vya supplement, vidonge vya virutubisho. Kwa nini? Kwa sababu amekula vitu ambavyo vya kujaza tumbo. Ni njaa iliyojificha. Kwamba huwezi kuwa huru kwa kula vyakula kama hivyo. Ni njaa iliyojificha. Ni kama mtu anayetafuta mali kwa kutumia uchawi. Ni utajiri uliofanyika, ni umaskini uliojificha. Akifa tuna ile mali imeondoka. Tafuta mali kwa njia ya uchawi, ni umaskini uliojificha. Hata awe na mali kiasi gani, ni umaskini. Kisha kufa ile mali inaondoka nayo, anaachia watoto shida. Watoto wanafikiri kwamba ulikuwa na utajiri wa kweli, kumbe ulikuwa na umaskini uliojificha. Ni utajiri fake. Kwa lazima ujipange, ujue kabisa kuwa huru kuna gharama ya kulipa. Usipoweza kulipa gharama, hakuna kitakachotokea. Na kuwa huru ni kuchagua kifo. Kama hujachagua kifo, huwezi kuwa huru hata siku moja. Mbegu lazima ife kwanza ndio izae matunda mengi. Wewe jua kabisa wewe ni mbegu. Uwe na kitu cha kufia ili uweze kutoka hapo ulipo. Kwa sababu uhuru una nguvu kama kifo. Kwa sababu unaona jinsi gani mtu akitaka kuwa huru. Angalia, ukimfungia paka ndani, alafu kwa unampiga, anakurukia machoni. Anataka kuwa nini? Huru. Anataka mbwa ukimfungia mahali, atamulika sana kwa sababu anataka kuwa huru. Hataki kufungiwa mahali. Kwamba ni kuwa huru ni kama kifo. Yuko tayari mtu akuvamia kuliko uibe uhuru wake. Na eneo lingine nidhamu. Nidhamu inatengeneza uhuru. Discipline creates freedom. Nidhamu inatengeneza nini? Uhuru. Kama una nidhamu utakuwa huru hata siku moja. Una nidhamu na muda wako, una nidhamu na kinywa chako, una nidhamu na mikono yako, utakuwa huru. Kama una nidhamu na mikono yako, utaiba vitu vya watu, utapeleka gerezani. Una nidhamu na nini? Kama una nidhamu na kinywa chako, utaongea kitu ambacho sicho na utakiishi, utagharibu, utakutana na kila mtu. Kama una nidhamu na simu yako, utapata muda mwingi sana ndugu yangu. Yaani nidhamu, kila kitu kinastahili kwa kiasi. Uwe na nidhamu kwamba na muda wako, na nidhamu na kinywa chako na mikono yako, kila kitu kwenye maisha yako. Uwe na nidhamu na viungo vyako, kila kitu. Kama una nidhamu, huwezi kuwa huru hata siku moja. Huwezi kuwa huru. Lazima ujitahidi uwe na nidhamu ili uweze kuwa huru. Na tunasema uhuru unaanzia mwisho kwenda mwanzo. Unaanzia kwenye kifo unaenda kwenye uzima. Hebu tuangalie Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Warumi 4:17. Warumi 4:17. Nidhamu inaanzia mwisho inakuja mwanzo. Neno la Mungu linasema nini? Uhuru unaanzia mwisho unakuja mwanzo. Warumi 4:17, neno la Mungu linasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele yake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuuisha wafu na ayatajaye yasiokuwako kana kwamba amekuwako. Ayatajaye yasiokuwako kana kwamba amefanya nini? Yaani unaanzia mwisho, unasema mimi ni tajiri, ndio unakuja mwanzo. Ukiwa na uwezo wa kumwambia mtu kwamba mimi ni tajiri, unatangazia watu mimi ni tajiri, lazima utapata tajiri. Unaanzia mwisho unakuja nini? Mwanzo. Watu wanakuja kuona utajiri wako live. Tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Kutembea kwa imani ni kuanza kusema wewe ni nani? Ni tajiri. Alafu watu wanakuja kuona nini? Utajiri wako. Lazima utengeneze watu wengi sana watakao kubeza ili Mungu akunyanyue. Kama hujatengeneza watu wanakubeza, Mungu hawezi kunyanyua. Mungu anakuuliza wewe,
ni mtu gani, watu gani umewatengeneza ambao walikubeza ili mimi nikunyanyue, wala watu wamfuate Mungu wako ambao ni mimi. Si kama mnanielewa? Mungu anakuuliza, umeenda barabarani kuhubiri Injili, ni watu wangapi wamekubeza kule barabarani? Ili nijue una kundi la watu waliokubeza, ili nikunyanyue, ili wamjue Mungu wako ambao ni mimi. Sasa tuko pamoja. Hebu tuangalie Danieli 11:32. Kipengele cha mwisho kabisa, Danieli 11:32. Neno la Mungu linasema nini? Danieli 11:32. Kipengele cha mwisho kabisa linasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watu wanamjua Mungu wao, kwamba Mungu wangu huyu anapenda watu ambao wananibeza mimi, ili aninyanyue mimi, ili watoto wamjue ule Mungu, kwamba ule Mungu wale jamaa anafanya kazi na watoto. Ukifungua huduma, ukifungua biashara, watakuwa wananunua vitu kwako. Sasa tukanunua vitu kwa jamaa alitesekaga, hata kule Mungu yupo. Wanamtambua Mungu kupitia nani? Unajua, kama watu wajaona Mungu ndani yako, unajua mara nyingi sana mtu ambaye ana shuhuda, watu wanaona pesa ndani yake. Lakini mtu yote mwenye shuhuda, watu wanaona Mungu ndani yake, kwa sababu wanajua alikoanza. Ameanza kuchoma mahindi, ameanza kupika makongoro, kupika supu, leo ni bilionea. Watu wanaona Mungu ndani yako. Wanaona nini? Mungu. Ndani ya watu kama wana historia yako, hawezi kuona Mungu, wanaona pesa. Wanakuheshimu kwa sababu ya pesa. Lakini watu watakuheshimu kwa sababu ya Mungu aliyoko ndani yako. Wanajua jinsi ulivyoteseka. Kwa sababu kweli Mungu yuko. Kwa jamaa alikuwa tajiri. Kwa jamaa alikuwa nini? Tunamjua. Ni kama mfano leo watu tumwangalaga Baresa, wanaona Mungu ndani ya Baresa. Wanajua sema jamaa alikuwa kama maskini, anakuwa sio anatendeza mtu barabarani, leo ni bilionea na viwanda. Watu wanaona Mungu ndani ya nani? Ndani yake. Sasa lazima watu waone Mungu ndani yako. Kama watu waone Mungu ndani yako, wanaona nini? Hebu jiulize, Mungu, watu wakikuangalia wanaona nini ndani yako? Wanaona Mungu. Na Biblia inasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kuna sura ya Mungu inaonekana ndani yako. Kuna mfano wa Mungu unaonekana ndani yako. Sasa kama hakuna kitu kinaonekana cha Mungu ndani yako, unafanya nini hapa duniani? Muombe Mungu akuchukue. Nafuu kufa. Kwa sababu lazima ujiulize, kama mimi mtu akiniona, wanakuita mtumishi. Wakiita mtumishi na maana wanaona Mungu ndani yako. Kwa sababu na maana jamaa anamtumikia Mungu. Watu wanakuita nani? Wanakuita mwalimu, wanakuita nabii, wanakuita mtume, wanakuita mwinjilisti. Kuna kama watu wakuita hilo jina, ina maana waone Mungu ndani yako. Unafanya nini hapa duniani? Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara, lakini alikuwa ni mtumishi. Abraham alikuwa mfanya biashara, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Unafanya biashara, sio kwamba kumtumikia Mungu sio. Watu wengi wanajua kumtumikia Mungu ni kuhubiri Injili. Sio kweli. Sisi ni wafanya biashara. Sisi tukimaliza mwaka 2022, staili yetu ya huduma yetu ni kama Abraham na Ayubu. Sisi tunarudi kwenye biashara 2022. Tunafanya kazi ya Mungu, tunahubiri Injili barabarani, tunaenda kwa watoto yatima, tunaenda kufanya kazi ya Mungu, tunaelezea watu habari ya Kristo, tunaingia kwenye biashara zetu kama kawaida. Hichi kipindi tumetoa cha miaka 14 ni kwa ajili ya kujifunza, tukao tujue neno la Mungu. Tuko pamoja? Ni kipindi cha kujifunza. Kwamba baada ya 2022 tunarudi kwenye umachinga. Na tunauza vitu. Mteja wangu akija na mhubiria Injili, na mweleza habari ya Kristo. Na nikimweleza habari ya Mungu na ninamuombea, atarudi tena kununua tena kwa sababu ule mtumishi ukienda kwake anakuombea. Na nitakuwa na uwezo wa kujua mtu ana changamoto gani. Kwa nini una hela ya kununua hivi vitu? Sina kazi na nina pesa, nikufundisha jinsi ya kupata kazi, namfundisha. Na akipata kazi, akibarikiwa anakuja kunibariki na mimi. Anarudi tena kwenye biashara yangu. Ndio nia yangu mimi kujifunza neno la Mungu. Nitumie mfumo wa Mungu kuweza kufanikisha mambo yangu. Kufanya biashara kupitia mfumo wa nani? Wa Mungu, kupitia neno la Mungu. Ndio kitu ndo nia yangu. Mwaka 2022 nishamaliza muda wangu. Narudi kwenye biashara. Sisi sio kanisa. Sisi ni kanisa linalotembea. Mobile church. Kwa hiyo tunafanya kazi kama Ayubu alikuwa anafanya kazi. Ukifika kwake atakueleza mambo ya Mungu, utafungua Biblia, atakupa mistari, atakuandikia mistari ya kwenda kusimamia. Yaani nikikuuzia kitu na kuandikia na prescription kama cheti cha dokta. Na kuandikia na mistari ya kwenda kusimamia. Ni kwa nini huna hela kununua hicho kitu? Sina kazi, mimi nimefungiwa na kusikiliza. Usio nasema huna hela. Kuna maandiko yanasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitafungiwa na nini na kitu na kuandikia. Soma Zaburi ya 23 sura ya kwanza, soma hiki, soma.
Kwamba nakupa na maandiko. Usiseme una hela, kama hujanunua unaondoka na maandiko. Kama hujanunua kitu unaondoka na nini? Na maandiko. Sio hujanunua alafu unaondoka mtupu. Utaondoka na maandiko. Tuko pamoja? Sio hujanunua unaondoka na business card. Utaondoka na business card na maandiko. Na kipeperushi. Tuko pamoja? Unafanya kazi vizuri, hata mtu anajua kabisa jamani mtumishi wa Mungu. Wanaona jinsi unavyoongea. Unajua wanawake wengi sana wanapenda wachungaji. Wachungaji wana lugha nzuri sana. Unaelewa? Lakini mke wa mchungaji anamjua mume wake. Alafu na lugha mbaya. Tuko pamoja? Lakini wanawake wengine wanajua mchungaji ana lugha, lakini mke wa mchungaji ndio anamjua mume wake. Najua jamaa, nyinyi mnamuona sivyo aliko. Sasa na kwenye biashara, inabidi mchungaji awe kwenye kanisani mzuri, ile picha ile kwa kanisani ndio iwe wapi? Nyumbani. Mchungaji atakiwa kuwa na rangizi mbili. Atakiwa na sura mbili. Sura ya nyumbani na kazini. Hiyo inafanana. Na askofu mmoja, rafiki yangu aliniambia mtoto wake alipofikisha miaka 7, alimwambia baba yake siende kanisani tena. Kwa nini? Anamwambia jinsi ulivyo kanisani sivyo ulivyo nyumbani. Baba alipiga magoti akamwomba mtoto msamaha, akabadilika. Baba akamwambia naomba nisamehe. Mtoto alimweleza kila kitu. Ndio mtoto ni mfumo wa Roho Mtakatifu. Anasema ulivyo nyumbani sivyo ulivyo kazini, kanisani. Kanisani wewe ni mtu mzuri, kama nyumbani wewe ni mtu mbaya sana. Baba akapiga magoti akamwomba mtoto, akabadilika na mtoto akaanza kwenda kanisani. Mtoto wa miaka 7. Kwa hiyo lazima usiwe na rangi mbili, sio na sura mbili. Kwa hiyo sisi tunataka tukifanya kazi tufanye mfumo wa Biblia. Jinsi tulivyo nyumbani ndivyo tulivyo kwenye biashara zetu. Kwa hiyo sio unakuwa na rangi mbili. Ndio maana kujifunza neno la Mungu. Muda wetu umeisha, saa 8 kamili, saa 8 dakika 1. Tumalizie. Freedom by design, uhuru wa kutengeneza. Uhuru ni wa mtu binafsi. Uhuru na kutengeneza mwenyewe. Katika eneo lolote la maisha ambalo unataka kuwa huru, kifedha, kiuchumi, kiimani, ndoa, kwenye jamii, uhuru, lazima utengeneze ule uhuru. Na huwezi kutengeneza uhuru kama umtumikie Mungu, kwa sababu mmiliki wa uhuru ni Mungu. Mmiliki wa uhuru nani? Ni Mungu mwenyewe. Ndio anakupa uhuru. Anakuambia anakupa hekima, anakupa uhuru, anakupa ufahamu, anakupa roho ya hekima katika zile roho 7 za Mungu. Akikupa roho moja tu katika zile 7, amekupa uhuru. Alipompa Suleiman hekima, alimpa uhuru, akampa na utajiri na heshima. Sasa lazima ukae chini ujue kabisa kama mtumikie Mungu huwezi kuwa huru, utakuwa mtumwa wa shetani. Ina maana kama mtumikie Adam alipofanya kosa, akawa mtumwa wa nani? Wa shetani. Ina maana mtu yote ambaye mtumikie Mungu ni mtumwa wa nani? Wa shetani. Jiulize, una masaa 24. Ni kitu gani cha Mungu umefanya kwa siku ya leo? Hujafanya chochote? Chora miduara mitatu. Na chora mduara wa kwanza, wa pili, wa tatu. Huu wa kwanza hapa andika Mungu. Huu hapa andika wewe. Hapa andika shetani. Kila lisaa una masaa 24. Ukienda kulala andika hapa umelala masaa ngapi? 7, masaa 8. Au umelala masaa 9. Unaweka tiki 8. Unaweka tiki 8. Au kama umelala masaa 5 unaweka tiki 5. Ukisoma neno la Mungu, ukienda kwa watoto yatima, ukasaidia kufanya kazi za mikono nini? Masaa 2, unaweka tiki 2 hapa. Ukifanya kitu cha shetani, umekaa kwenye mitandao ya kijamii unaangalia mapicha ya ngono, unaangalia vitu vya ajabu ajabu, weka tiki hapa. Tuko pamoja? Ukienda kwenye biashara yako, umekaa kwenye duka lako masaa 7, weka tiki 7 hapa. Alafu angalia jioni ikifika, ni wapi umeweka tiki nyingi. Tuna kwa shetani na kazi yako. Kwa Mungu tiki labda hamna hata moja. Ni sifuri. Hujafanya kazi. Hujasoma tena neno la Mungu. Hujasoma lisali, kwa sababu kila tiki moja linawakilisha lisali moja. Hili lisali moja limetoka kwa sababu ya Mungu. Nilikuwa nasoma neno lake, nilikuwa naingia kwenye maombi kuombea watu wapoke, kuombea wagonjwa, kuombea yatima, wajane, kuombea serikali, kuombea rais, kuombea uchumi, kuombea nchi. Toa lisali moja. Umefanya hiyo ni ya Mungu hiyo, weka hapa. Sasa unakuta mna vitu umefanya. Muombe hata familia yako basi. Amka tu ombea familia yako. Mwambie Mungu awabariki. Naeka, ombea majirani zako. Unaweka kwa Mungu. Unaangalia kwamba okay. Sasa unakuta mna alafu unasema sasa Mungu adibariki, unangangana kwenye maisha vitu vitokee. Vitu vitokee kwa sababu anakwambia
bado utamtumikia Bwana Mungu wako, naye atakupa nguvu ya kupata nini? Utajiri. Vitu havitokei. Mungu hampi mtu pesa, anampa mtu nguvu ya kupata pesa. Mungu hampi mtu gari, anakupa nguvu ya kupata nini? Gari. Unavuta vitu, ukishapata nguvu unavuta vitu. Sasa leo vitu huwezi kuwa huru kama mtumikie Mungu. Hiyo ndio formula rahisi. Kwa sababu baraka za Mungu zinatajirisha. Baraka za Mungu zinachangamani na huzuni na magonjwa. Sasa Mungu anakuambia utakapo nitumikia nitabariki, chakula chako nitabariki, ndoa yako nitabariki, watoto wako. Anakuambia nitafundisha watoto wako na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Sasa kama amani ya watoto sio nyingi, utapataje utakuwaje huru? Hamna amani kwenye ndoa, utakuwa huru. Hamna amani kwa watoto, utakuwa huru. Watoto kama ni maskini, ina maana nyumba haina amani. Tuko pamoja? Hiyo nyumba haina uhuru. Watoto wakiwa huru ni matajiri. Ukisikia tu mtoto wako anakuja, kwanza yanatangulia magari kwanza na wafanyakazi. Wanakuja kufanya usafi kwa mtoto. Yaani gari linatoka Dar es Salaam na wafanyakazi watatu na vyakula na nini kila kitu kwenye gari. Unakuja nyumbani. Alafu mtoto wako anakuja baada ya siku 7 au baada ya siku 14. Na watu wametangulizwa nyumbani kuja kutengeneza mazingira. Kwanza siku anakuja mahali anakwenda rais. Mazingira yanatengenezwa. Kwa hivyo anatakiwa uhuru, freedom. Sasa mtoto anakuja unakuta nyumbani akajakaa sawa. Haipendezi. Kwa hiyo lazima ujitahidi utengeneze uhuru kwamba uwe ni mtu wa kutaja ile mambo yasio unaanza mwisho unakuja mwanzo. Tumalizie andiko la mwisho. Ili kuwa huru lazima uamini neno la Mungu. Kama uamini neno la Mungu utakaa huru. Yesu mwenyewe anasema kwamba tusome maandiko mawili tumalize. Kama uamini neno la Mungu uweze kuwa huru. Yohana sura ya 8 mstari 31 na 32. Watu wengi hawaamini neno la Mungu alafu wanataka kuwa huru. No. Yohana 31:32 neno la Mungu linasema nini? Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama uamini neno la Mungu na umwamini Yesu. Akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kama uamini neno la Mungu hauwezi kuwa nini? Huru. Sasa watu wengi hawako huru kwa sababu hawaamini neno la Mungu. Aamini kwamba nikienda kwa watoto yatima, nikiwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, nikimchaji Mungu kila saa moja $100 kwamba Mungu atanilipa. Mungu ni maskini, ashinde kulipa $100. Aamini nikienda kutunza mazingira, nikimchaji kila mti mmoja nikipanda $1,000 kila mti mmoja, na mimi siko pale mahali hai. Iko mingi bwana, nachukua kwenda kupanda mahali popote. Aamini. Tuko pamoja. Aamini kwamba nikienda nikifundisha mtu barabarani, mtu mmoja tu nikikaa mtu mmoja kwa muda mfupi tu nikamweleza neno moja nikamuongoza na sala toba, namtaji Mungu $100,000 kama Mungu atanilipa. Aamini. Tuko pamoja. Hebu tuangalie Yohana 14:12. Yohana 14:12. Yohana 14:12 Yesu anatilia mkazo sasa. Mkazo kabisa. Anasema amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amin amin anatilia mkazo. Tukiona andiko lolote kwenye Biblia limerudia manabii amin amin, hakika au anasema Simoni surely amin Simoni ukiona limerudia mara mbili, ole heri ogopa sana hilo andiko. Ogopa sana hilo andiko. Lisome mara 2 mara 3 alafu usirudie kitu. Tuko pamoja? Kwa hiyo mswali ajinabii akisema amin. Inaweza hilo andiko ukilisoma mara nyingi ukatafakari kwa nini amesema mara 2. Ndio hiki kitu ni kikubwa. Zingatia hilo andiko tunalo na kutoa mahali. Sasa kama mtu aniamini mimi na kazi nifanyazo mimi atafanya na kubwa kuliko hiyo. Watu waamini. Huwezi kuwa huru kama uamini neno la Mungu. Huwezi. Kazi alizofanya Yesu, alienda kuhubiri injili barabarani, alienda kwa wajane, alienda kwa yatima, alienda kwenye kutunza mazingira, alienda kila mahali, alifundisha watu biashara, alifundisha watu kutenda haki, kumcha Mungu, kupenda Mungu na kupenda watu.
Fundisha kumpenda Mungu, alifundisha kusema asante, alifundisha kushukuru. Sasa wewe nenda kufundisha kusema asante. Neno moja natembea dunia nzima. Fundisha kusema nini? Asante. Watu wasemaje asante? Watu wamshukuru Mungu, watu washukuru watu wenzao, washukuru mazingira, hawashukuru nchi, hawashukuru rais, hawashukuru baba yake na mama yake, ashukuru mtu yote. Ananyamaza kimya. Lazima ukae chini mshukuru Mungu kwa sababu ya rais aliyoko madarakani, shukuru Mungu kwa sababu ya mbunge aliyoko madarakani, shukuru Mungu kwa sababu mwenyekiti wa mtaa aliyoko madarakani, shukuru Mungu kwa mchungaji anayekuchunga kwenye kanisa, mshukuru Mungu kwa kuna barabara unayokanyaga ambayo hujaitengeneza wewe. Shukuru Mungu kuna internet unatumia ambayo hujatengeneza wewe. Shukuru Mungu kuna kitabu unasoma ambacho hujaandika wewe. Mshukuru Mungu kwa kila nguo unavaa hizo ambazo hujashona wewe. Mshukuru Mungu kwa sababu kama hizo nguo zilikuwa zikungelivani, ngorikuwa kama Adam alivyotenda dhambi. Sasa lazima watu hawafundishi, unaambiwa shukuru katika kila jambo. Shukuru, watu washukuru. Shukuru Mungu tu kwa kuamka asubuhi, unapumua mwenyewe, utumie oxygen. Unashukuru Mungu kwamba umeoga mwenyewe, umeenda chooni ukasukuma haja kubwa mwenyewe. Kuna mtu hawezi, amewekewa mashine. Haja ndogo hawezi, amewekewa mashine. Umeoga mwenyewe, ukajipaka mafuta mwenyewe, ukachemsha maji ya kuoga mwenyewe. Kwani msimwambie Mungu asante? Umechana nywele mwenyewe, kuna mtu anachana nywele, kweli uongo? Umepiga mswaki mwenyewe, kuna mtu anapiga anasuguliwa na mswaki, anaitoa maji kwenye mdomo, anaambia sukutua tena. Hawezi. Kwani msimwambie Mungu asante kwa vitu vyote unaweza kufanya mwenyewe? Watu wana take it for granted. Wanaona mazoea, anaona kesho itatokea. Mshukuru Mungu kwa hii siku mpya leo. Kuna mtu hajaona hii siku ya leo. Kuna mtu hajaona hii siku. Amelala tu kuamka. Unafundisha watu kusema asante, utakuwa huru. Unafundisha watu kusema asante, Mungu anakuweka huru. Anakuweka huru katika kila eneo, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye familia, anakuweka huru kila mahali. Na ngoja nikwambie, ukiangalia watu ambao sasa hivi ukimwangalia mbele hivi unamuona amewekwa huru. Ukiangalia mtu amechaguliwa kuwa rais wa nchi, amewekwa huru, kwa sababu kila mtu anamuona. Kumwona mtu amechaguliwa kuwa mbunge, amewekwa nini? Kumwona mtu tajiri, amewekwa nini? Amewekwa huru, kwa sababu watu wanamuona. Lakini kama haonekani na maana yako huru. Ndio. Kimwangalia Makatege hivi, amewekwa nini? Huru. Kwa sababu unamuona alivyo. Sasa ukisema je, uko huru sasa rais, tafuta uhuru wako. Uko wapi? Uhuru wako umejificha wapi? Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Tafuta uhuru wako. Mimi unaona ninachokifanya leo, natafuta nini? Uhuru wangu. Uhuru natafuta kwa gharama. Mandela alitafuta uhuru kwa miaka 27. Mimi nilisema natafuta uhuru kwa miaka 14. Na maliza 2022. Natafuta uhuru wangu. Baada hapo niko huru. Naweza kufungua biashara, naanza kufundisha biashara kupitia nauza maharage yangu kwa kutumia Biblia. Nauza mahindi kwa kutumia Biblia. Tayari niko huru. Tayari niko. Sasa unakuta leo kama hujajiweka huru, nikienda kuongea mahali wanajua jamani mtumishi. Nauza vitu, nikianza kumhubiria mtu mmoja, anasimama wa pili. Ni nani mtumishi? Anasimama wa tatu. Nasema hivi vitu vimeombewa kwa ajili ya kitu fulani. Watu wananunua. Watu wananunua, vimeombewa kwa sababu ya kitu fulani. Leo ukienda Safina, wanauza maji, kweli uongo? Wanauza chumvi, kweli uongo? Mafuta, kweli uongo? Vile vitu vya farini vimeombewa. Vina nini? Vina upako. Na watu wanafanya nini? Hiyo sio biashara. Kwa tibijosho ana vitu chungu zima vinauza. Kweli uongo? Vina nini? Vina upako. Vimeombewa, watu wananunua. Kwa sababu ni mtumishi, umetoka kwa mtumishi. Utakubali kununua maji ni haya yamechukua kwenye kisima kimoja. Kuna aliyeombewa na ambao hajafanya. Utanunua yaliyoombewa. Kwa gharama yote utanunua. Kwa hiyo lazima ukae mahali kwanza utengeneze jina kwanza, utengeneze jina kwanza, uwe huru kwanza. Ukishakuwa huru tu basi kwa ufahamu tutaishi hapo. Tunamshukuru Mungu kwa dakika chache. Tulikuwa tunajaribu kuangalia uhuru wa kutengeneza. Uhuru unatengeneza mwenyewe. Kama mimi sasa hivi ninaponiona natengeneza nini? Uhuru wangu mwenyewe. Na Daudi alikuwa yuko tayari kufa ili awe huru. Alikuwa sema na nini? Unajua kuona kumtokezea sema ni kuwa tayari kufa. Huwezi kuwa huru kama uko tayari kufa. Daudi alikuwa tayari kufa ili awe, kwa sababu inabidi ufe kwanza ndio upate uzima. Daudi alikuwa tayari kufa. Ameenda kwa Goliath na jeshi lote, yuko tayari kufanya nini? Kufa ili awe huru. Tuko pamoja? Sasa Daudi alikuwa dau. Utalipa kodi?
na unaoa mtoto wa mfalme. Akasema Daudi alikuwa anapenda wanawake. Kaitoa Daudi, utalipa kodi na utaoa mtoto wa nani? Akajiweka akasema bwana, afadhali kufa kuliko ulimkosa mwanamke. Nafunika nini? Nafunika. Kutaka kifo. Kifo kikamsaidia akawa nini? Huru. Kifo kamtengeneza akawa. Sasa lazima ukae chini kama huna kitu cha kufia. Daudi alipopewa ile dili tu, mtoto wa mfalme na hamna kulipa kodi, akasema nafunife hivi vitu nivipate. Kweli alipojihatarisha akapata vile vitu vyote viwili. Sasa jiulize, angalia Abraham aliambiwa mtoe mtoto. Umtoe mtoto sitakubariki. Lakini Mungu hajamueleza wazi. Lakini Mungu alimpima tu imani yake. Akaona Daudi akasema alinipa mtoto ni yeye, na kama amemtaka yeye. Na sauti hii ndio isikie ni ile ile ambayo nisikie siku ile ananiambia nitakupa mtoto. Unajua sauti ya Mungu ibadiliki. Sauti ile alimwambia kwamba majira kama mwakani sana atakuwa na nani? Na alisikia sauti ile ile. Sasa kama sauti nini? Kitu kilichomhakikishia Daudi kwamba sauti mtu ni yule anayesema ni Mungu, ni ile sauti. Sauti ni sauti ya Mungu ibadiliki. Sauti ya Yesu ibadiliki. Akamtoa mtoto. Mungu akamwambia kama umekubali kumtoa mtoto kama una mtoto wako wa pekee kwa ajili yangu, nitakuzidishia utajiri wako na uzao wako kwa mwingi kama nyota za mbinguni kama mchanga wa pwani. Akawa tajiri, yuko tayari kumtoa mtoto. Sasa kama uko tayari kufa, wewe kuwa huru. Ni kitu gani ambacho wewe jiulize tu kuanzia sasa hivi tutakapomaliza hiki kipindi, tutakapomaliza kusikia ujumbe. Jiulize tu kwamba ni kitu gani ambacho uko tayari kukisia ili ukipate. Daudi alikuwa tayari kufa kwa sababu ya binti wa mfalme na kutokulipa kodi. Wewe uko tayari kufa na nini? Yesu alikuwa yuko tayari kufa vitu ambavyo Yesu alikuwa yuko tayari kufa ya vitu hivi. Mungu anamwambia kwamba kuna fire imeko mbele yake. Vitu ambavyo Yesu alikuwa yuko tayari kufa ni vitu hivi. Nikusomea hapa mara moja. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12. Ukisoma mstari wa 9 mpaka 12 utapata story nzima. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyochinjwa kupokea uweza, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu na baraka. Yesu alikuwa tayari kufa kwa sababu hivyo vitu. Ukisoma mstari wa 9 mpaka 12 utapata story nzima. Muda wetu umeisha. Sasa jiulize, unaona vitu Yesu alikuwa ameweka mbele yake, akao na kuafe ili apate nini hivyo vitu? Astahili mwana kondoo aliyochinjwa kupokea uweza, utajiri, hekima, heshima, baraka, utukufu na nguvu. Ukiwekea vitu kama hivyo uko tayari kufa. Tuko pamoja? Kwa sasa jiulize leo ni kitu gani ambacho uko tayari kufa kwa sababu hii ndio kitakacho kutoa. Kama ni Mathayo 6:33 kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, tafute Mungu, tumikie Mungu. Jiweke kwenye kutunza mazingira, utatunza mazingira. Nitakufa nikitunza mazingira, utakutana na Mungu. Nitakufa nikikusaidia watu yatima, nitakufa nikiombea watu, nitakufa nikihubiri injili. Niko tayari kufa kwa sababu ya kuhubiri injili. Niko tayari kufa kwa sababu ya kutunza mazingira. Niko tayari kufa kwa sababu ya watoto yatima. Niko tayari kufa kwa sababu ya kuombea wagonjwa. Niko tayari kufa kwa sababu ya kwenda kwa wazee na wajane. Niko tayari kufa kwa sababu ya watoto mtaani. Niko tayari kufa kwa sababu kama huko tayari kufa kwa sababu ya kitu chochote, hakuna utakachopata. Kung'ang'ana kutaendelea. Na maombi yataendelea yasiyokuwa na majibu, yasiyokuwa na manufaa. Na ukiingia kwenye maombi yanasaidia afya yako. Lakini maombi hayakupi hela. Hela unapata kwa kazi unayofanya. Maombi kwa Kristo wengi wana afya nzuri sana, lakini ni maskini wakubwa. Kwa sababu hawaendi kwenye matendo. Wanaaibu. Kuomba tunaombea chumbani kwako. Mungu atakuweka afya yako, atakuwa huru. Lakini utakuwa huru kifedha. Mpaka utakapoenda kwenye matendo. Pale Yesu anasema, amin nawaambia, yeyote aniaminie mimi na kazi nizifanyazo mimi na kubwa kuliko atakufanya. Sio maombi. Sio amin nawaambia, yeyote atakayeomba sana hapana. Kiomba utakuwa na afya nzuri, lakini mambo ya hela, uchumi, sawa. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tumshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo,
Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya saa 9 tunafurahia, majira ya saa 8 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa siku mpya ya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa mwezi wa 8, asante kwa tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 2 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2020, asante kwa tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, asante kwa tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2100, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 7, asante kwa majira ya saa 8, asante kwa majira ya saa 9. Tunabariki majira ya saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 8 na hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, na ufunuo wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, malango ya kujifunza biashara, tunajifungua malango ya kujifunza kujiweka huru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya usaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani katika kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliokuwa wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio mwaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio mwaka msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio mwaka msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia ukuta wa moto, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante
Kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema, abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao, wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki maono yao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki wake zao, waume zao, watoto wao, bariki majirani zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki uhuru wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikae uhuru, kikapata kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 8. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate uhuru wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuwa watumishi wa Mungu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 8. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tunaenda kwenye sala ya toba dakika 1. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno: Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mushi, naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamee makosa yangu yote, unisamee dhambi zangu zote, unisamee maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareti kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno: hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajiri Karamuda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion,